Asante kwa kuendelea kwa nasi na kufuatilia mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Tumekutana tena kwa mara nyingine, lakini kukumbusha una nafasi ya kuungana nasi kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, Twitter ama X hivi sasa, Facebook pamoja na Instagram. Tunapatikana kwa jina la Azam TV TZ, lakini usisahau kurasa yetu wa michezo Azam TV Sports. Huko unaweza kutuandikia maoni yako na tutakuja kuyasoma hapa moja kwa moja, tuone kile ambacho umetuandikia ama mtazamo wako kuhusiana na mjadala mkubwa kwenye mshike hii leo. Wekundu wa Msimbazi Simba rasmi wamezindua kampeni zao kuelekea mchezo wa pili wa robo finali kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Al Masry. Ni Jumatano ya Aprili 9 ambapo wekundu hao wa Msimbazi watakuwa na kibarua kizito katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, cha kupindua matokeo ya kipigo cha magoli 2-0. Wenyewe wanasema hii wanavuka, ikiwa ni kauli mbiu walioitangaza wakati wa uzinduzi wa hamasa kuelekea kujaza uwanja wa Benjamin Mkapa, tayari kwa ajili ya kuandika historia mpya klabuni hapo. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ahmed Ali amewataka wanasimba kuendelea kuwa kitu kimoja, kwa kuwa mchezo huu ni wa kufa na kupona. Kikubwa mnyama atinge nusu fainali. Matokeo tuliyopata pale Misri yawe matokeo ya kutupa nguvu ya kuelekea mechi yetu ya marudiano tarehe 9 Benjamin Mkapa, na kusitutoe kwenye malengo yetu. Sisi kama wanasimba tulisema tangu mwanzo ya kwamba hii tunavuka. Tunaposema hii tunavuka, tunamaanisha kwamba hii tunavuka. Kwa hiyo asitokee mwana Simba yoyote mwenye moyo wa swala akaanza kukata tamaa, akaanza kuvunjika moyo, akaanza kupata wasiwasi. Hii sio Simba ya kuwa na wasiwasi nayo. Hii ni Simba ya kutembea kifua mbele. Inaweza kufanya chochote, inaweza kufanya lolote, mnyama akaenda nusu fainali. Kwa hiyo kuanzia hivi sasa, mwana Simba yote ambaye alikuwa na mashaka na Simba yake, niko hapa Mbezi sokoni kuambia kwamba wasiwe na wasiwasi hata mmoja. Simba hii inakwenda nusu fainali tarehe 9 ya mwezi wa 4. Wakati hao yakitokea hii leo, mapema alfajiri ya kuamkia leo, kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kimetua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere kikitoka kule Misri, ukiongozwa na kocha mkuu wa kikosi hicho Fadlu David. Kikosi hicho hakina mapumziko na moja kwa moja kimeingia kambini kujifua kuikabili Al Masry. Hii itakuwa ni mara ya 4 Simba na Al Masry zinakutana kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Mara ya kwanza ilikuwa ni mwaka 2018 waliposare mechi zote mbili. Faida ya magoli la ugenini yaliondosha Simba kule Port Said. Safari hii Simba ina mlima wa kupindua matokeo ya kupoteza magoli 2-0 ugenini. Naam, sasa baada ya hayo ni kujuza ama tuangalie kwenye maoni mtandaoni ama kile ambacho umetuandikia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, nione kipi ambacho umetuandikia. Lakini wakati huo pia ni kukumbushe kwamba miongoni mwa mijadala mikubwa ya soka hivi sasa ni pamoja na hilo la kimataifa, kwa sababu wekundu wa Msimbazi Simba ndio timu pekee ambayo imesalia kuiwakilisha Tanzania kwenye michuano hii ya kimataifa, ikiwa ni kombe la shirikisho. Na wakati hayo yanaendelea kuwa sawa, nizungumze sasa na mchambuzi wa masuala ya kabumbu. Miongoni mwa maeneo ambayo yamekuwa mjadala mkubwa hivi sasa ni pamoja na hii michezo ya kimataifa. Naungana na Deotrafe Kiungai niweze kuzungumza naye mwili matatu. Pasi na shaka nimelitamka sahihi. Uko vizuri kabisa. Au sio? Yaani umenyoosha. Haya. Kupoteza magoli 2-0 ugenini, unarejea nyumbani katika historia ambayo si kama timu ambazo zina tofauti kubwa sana, lakini wasiwasi wa walio wengi ni margin iliyopo sasa. Ni ngumu ama ni rahisi kiasi gani mnyama kupindua meza Benjamin Mkapa? Ukiyaondoa yale matokeo ambayo Al Masry waliyapata mabao 2-0, Simba waliweza kuutawala mchezo kwa kiwango kikubwa sana. Na kwa upande wa takwimu, kwenye upande wa umiliki wa mchezo walikuwa juu, kwenye upande wa utengenezaji wa nafasi walikuwa juu. Ukitazama performance za wachezaji, kina Elim Panzu, kina Kip Dennis, kina Fabrice Ngoma, Yusuf Kagoma, ni wachezaji ambao walikuwa katika performance ya hali ya juu. Kwa hiyo ukitazama zile detail ndogo ndogo ambazo unaweza ukajipa sababu kwamba Simba walikuwa bora uwanjani katika mchezo ambao Al Masry walipata ushindi kuliko Al Masry ambao walipata ushindi wa matokeo mazuri. Kwa hiyo
kitu pekee ambacho nakiamini kwa upande wa Simba wanaweza kunufaika nacho ni performance ile ya mchezo wa kwanza kuihamisha na kuileta katika mchezo wa pili, alafu na kuboresha zaidi katika eneo zima la kufanya maamuzi na ufanisi katika eneo la mwisho. Ndio kitu pekee ambacho likikosa, kwa sababu walitengeneza nafasi, walikutana na golikipa mara nyingi, lakini kuupeleka mpira wa vundi ndio ikawa changamoto kubwa sana. Kilikuwa hapo. Sasa pengine namba zinaweza zikatupa tathmini sahihi ya nini kilitokea na nini kinakwenda kutokea kwa maana ya takwimu. Kwa hiyo tunaziangalia. Umezungumza safu ya ushambuliaji si kama haikupata nafasi kwenye lango la mpinzani. Walipata nafasi lakini kuzitumia ndipo ambapo ilikuwa changamoto. Kwa kija huku nyumbani kuna mtihani. Unajua wakati wanasema unafukuza mwizi lazima pia mlango uwe umefunga. Hii pengine inafanya wasiwasi kuwa mkubwa hasa kwa mashabiki kwamba pengine inaweza kuwa si mlima mwepesi. Simba na hiyo record ya kupanda mlima mirefu na hiyo milima mirefu baadaye inakuja kwa milima mifupi. Waishafanya hivyo miaka ya 1979 dhidi ya Mfulira Wanderers, timu kutoka Zambia. Walifungwa hapa mabao 4 wakaenda kuwafunga magoli 5 Zambia. Waishafanya hivyo dhidi ya Nkana. Nkana walishinda 2-1 wakaja kufungwa 3-1. Waishafanya hivyo dhidi ya Platinum. Walishinda dhidi ya AS Vita. Ukitazama wana record nyingi sana ambazo unaweza ukasema hii, ukasema hii, ukasema hii, ukasema. Kwa hiyo Simba kwenye upande wa record na kuipanda milima mirefu ambayo watu wengi wanaweza wakasema wow, Simba mfanya vitu ambavyo timu nyingine zinaweza zikashindwa, lakini Simba shakufanya hivyo. Kwa hiyo kwenye upande wa record ni kihistoria na kuvuka katika viunzi vikubwa wameshafanya hivyo. Hebu tuangalie takwimu zao sasa Simba, kwa sababu ukijaribu kuangalia, ukiacha ufundi ama mbinu ambacho hasa kimekuwa kinaangaliwa na kitu kwa kinakosekana kwenye eneo la safu ya ushambuliaji ya Simba, kimbinu hasa ndipo ambapo limekuwa linamulikwa zaidi. Kwa mfano, ukienda wazi kabisa, nyota ambao wanaongoza safu ya ushambuliaji ndio ambao walikuwa kwenye mjadala mkubwa, kwa maana ya kwamba aingie fulani atoke fulani, pengine alipoingia fulani ndio mambo yalikuwa hivi. Yaani unakuta mtu anamzungumza Bateba striker refu kuliko goli, yani hivyo. Si rahisi, unajua ukiwa nyumbani unatamani kufunga, alafu wakati huo pia unatakiwa kuzuia usiruhusu bao, kwa sababu kuruhusu goli 2 ugenini manake huko hata kama ukishinda chuma 3 lazima usiruhusu bao. Ni kweli kuna ugumu katika mpira wa miguu. Ni sehemu mbili ambazo zinaamua matokeo. Sehemu ya kwanza ni boksi lako la kuzuia, sehemu ya pili ni boksi lako la kushambulia. Kama boksi lako la kuzuia lina changamoto, hata kama ukiwa unafunga magoli, maana yake unaweza kuwa unaruhusu magoli mengi kuliko ambavyo unaenda kufunga kule. Kwa hiyo cha kwanza ambacho Simba wanapaswa kuwa nacho makini ni boksi lao kwanza la kuzuia, kwa sababu huu ni mchezo ambao akili za wachezaji, mbinu za mwalimu, mashabiki wanatarajia kwao Simba wafunge magoli mengi. Lakini wasisahau katika eneo lao la kuzuia, kwa sababu hata wao Al-Masry na wao watakuwa wanatega mitego yao. Kwamba hawa watakuwa wanafikiria kushambulia ili wasawazishe namba za magoli ambazo sisi kule tuliweza kuziandikisha. Wanaweza kutega huo mtego, kitu ambacho kinaweza kuja kutuangamiza, kwa sababu unaweza kupata goli moja ikawa ni mlima mrefu zaidi. Lakini kwa namna ambavyo Al-Masry walivyocheza na kwa jinsi ambavyo Simba walivyocheza katika mchezo wa kwanza, hauoni Al-Masry hata katika eneo lao la kushambuliaji kama linatisha sana, kwa sababu hata katika mashambulizi ambayo tulishambulia, magoli ambayo umetufunga, nasema ni uwezo binafsi wa mchezaji. Alifunga kwa umbali mrefu na makosa katika safu ya ulinzi ya kutokuwa na mawasiliano mazuri. Haya, kuna jambo nitakuja kuuliza hapo baadaye, lakini tuangalie kwanza makundi yalivyo na amini hali ilivyo, takwimu zilivyo, safari ilivyokuwa ya Simba mpaka hapo walipofika, kwa sababu kijaribu kuangalia miongoni pia mwa vitu ambavyo vinaguswa sana na kutazama. Umegusia vyema kwamba kile ambacho walikifanya Simba kule kinatoa picha halisi ya kile ambacho kitakuja kutokea huku. Huu ni msimamo wa kundi ambako wametoka Simba, Al Ahly pamoja na AS Vita. Utakumbuka hili ilikuwa ni CAF Champions League 2020-2021 na zile rekodi ambazo walikuwa wanazizungumza. Hili ni kundi ambalo Simba aliongoza likiwa na bingwa wa msimu huo kwa maana Al Ahly. Hizi ni rekodi ambazo pengine kwa namna moja ama nyingine unadhani zinaleta matumaini kama ambavyo uligusia awali kwa mashabiki. Yeah, of course, record zipo kwa ajili ya kusimuliwa, lakini pia record zipo kwa ajili ya kuvunjwa. Ukibaki na record bila kuperform vizuri katika michezo ya sasa hivi, za kwa hizo record zikabaki katika tu maandiko na makaratasi ambayo watu wengi watakuja kuyasema. Ni kweli msimu ulikuwa ni msimu bora sana kwa upande wa klabu ya Simba. Hata walipocheza na Ahly, nakumbuka hapa kwa Mkapa nini ambacho walikifanya. Cheza na AS Vita, kila mmoja alimsifu Clatous Chama kwa jina lake. Cheza na Elmereki, kila mmoja aliweza kuizungumza Simba katika upande ambao kumdhania kwamba Elmereki ni timu dhaifu katika kundi na hata alama ambazo alizikusanya. Kwa hiyo inaweza kuwa hii ni kundi ambalo likawa na sifa nyingi ambazo tukamsifia Simba,
lakini huu ulikuwa ni mwaka 2020-2021. Kuna 90% wachezaji wa huo msimu 2021 sasa hivi hawapo. Unaweza kumzungumza kwa mambo yamebadilika. Hebu tuangalie kundi lingine tuone mambo yalikuwa vipi, kwa sababu hii mechi inasubiriwa na imebeba historia kubwa, ama imebeba rekodi nyingi ama namba nyingi ambazo zimekuwa zinazungumzwa. Mbali na hii ilikuwa ni kundi D kama ambavyo unaona, na hii ilikuwa ni Champions League msimu mwaka 2018-19. Al Ahly anamaliza kinara alama 10, Simba anamaliza nafasi ya pili alama 9. Hizi pia ni moja kati ya rekodi ambazo utamwona AS Vita kule chini kama unakumbuka. Hizi ni rekodi ambazo pia zinaendelea kuweka matumaini kwa mashabiki kwamba inawezekana. Kuwezekana inawezekana. Kama Simba wasingeweza kuonyesha kile kiwango ambacho walichokionyesha katika mchezo uliopita, kwa namba za magoli ambazo wamefungwa, hakuna asilimia kubwa sana watu wengi wasingekuwa wanafikiria Simba kwamba inaweza kuvuka hatua ya nusu finali. Lakini walichokionyesha ndio kitu ambacho watu wengi wanakibeba, kwamba ni kweli Simba imefungwa, lakini kuna vitu vingi vya ziada Simba walivifanya, walikosa tu kuupeleka mpira wavuni. Kwa hiyo sasa hivi katika maswali ambayo magumu wachezaji wanaulizwa ni wachezaji ambao wanacheza katika eneo la ushambuliaji. Yaani anaguswa Elie Mpanzu, anaguswa Ateba, kina Mkwala, kina Kibu Denis. Nyie ndio mnapaswa mkaibebe Simba katika mchezo wa mwisho, kwa maana namba za magoli zikiwa kubwa hatutakuwa na kumbukumbu katika mchezo uliopita. Haya, hem tuangalie mashabiki wanazungumza nini kwenye maoni kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii leo, kwa sababu ulikuwa na nafasi pia kuchangia. Swali lilikuwa linahoji hii tunavuka kauli mbiu mpya ya Simba kuelekea kumvaa Al Masry kwa Mkapa, ni ipi tathmini yako? Swali lilikuwa linauliza hivyo, tusikie maoni yako wewe mtazamaji, yale ambayo umetuandikia kupitia kwa sasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Tukianza na Facebook, anasema kutoka Testimony Mwanga, binafsi naona Simba wanayo nafasi ya kuvuka, japo watatakiwa kuingia kwa heshima, kwa sababu tabia za timu za kaskazini tunazijua, wao wanacheza kutafuta matokeo tu na sio kufurahisha watazamaji kwa mpira wa kuvutia. Kwa hiyo Simba wawe makini. Ni maoni ya Mwalimu Tobias Karenge. Lakini pia Madiba Junior anajiita hivi, anasema mwalimu atumie wachezaji watakaotupa matokeo bila kupoteza muda mwingi uwanjani. Pia wachezaji watakaopata nafasi wajitoe kwa nguvu zote, kwani wao ndio waajiriwa wa klabu ya Simba. Mashabiki kazi yao moja tu, kushangilia. Wachezaji wapambane, maana tukishinda tunapata pesa ndefu nusu finali. Haya, amewaza mpunga ama pesa au mavumba. Lakini Barwani Muyaga, yeye anasema maji. Anasema sisi tuliosoma historia ya vita ya maji na tukaelewa kwa nini Kinjekitile Ngwale aliamuru majeshi yake kuimba wimbo huo. Hii kauli mbiu ya anasema hii tunavuka tushaielewa kitambo. Oya wanangu wa Msimbazi, tukutane Lupaso. Amemaliza hivyo na kusema kuwa hii tunavuka full time, Simba 4 Al Masry 0, aggregate 4-2. Maoni yake hayo. Haya, tuangalie pia Instagram. Huyu anaitwa Austo Chuma, anasema ni ngumu kwa Simba, approach iliyotumika kule ndio itakayotumika hapa. Kikubwa watafute mpango mzuri wa kuifungua defense line ya wapinzani wao. Shukrani sana. Lakini Sadcom Ozil yanasema mechi ya kwanza ilikuwa ni nyepesi kwao, walistahili kushinda. Mechi ya pili itakuwa ngumu kwa Simba, maana Al Masry watakuja kivingine. Lakini Deogratias Mbaga yanasema kila nafasi watakaoipata waitumie, wakifanya hivyo lazima tuvuke. Tunataka wasichezee nafasi. Tumechoka kuitwa wanarobo, au sio? Wanarobo. Sahihi. Anasema tunataka kwenda final. Haya, ni maoni yake hayo kutoka upande wa Instagram. Lakini tukimalizia pia na X, zamani Twitter, anajiita I Prosper Lead, anasema ni kauli mbiu yenye ushawishi mkubwa kuelekea kumwangamiza kwenye tanuru la moto Benjamin Mkapa. Hii tunavuka maliza hivyo. Lakini Frank Esther anasema kutoka Mburu Manyara, mlima ni mkubwa, wapinzani nao wamejipanga kwa namna yao na mbinu ikizingatiwa na faida ya goli 2 za ugenini. Tusubiri tuone nini, kwa sababu amezungumzia kwamba wana faida ya mbinu lakini pia na goli 2 ambazo wameshinda kule kwao. Lakini Thomas Matala anamaliza kwa kusema kuwa hakika tunavuka ni maneno tosha kabisa, na maajabu ya Simba yataonekana tarehe 9 ubaya ubwela. Bana, mimi nikushukuru. Tumeyatazama, tumesikia kwako, tumesikia na watazamaji. Tutakutana baadaye kuangalia mengine. Haina shida. Bana, shukrani sana. Huu ni mwendelezo wa Mshike. Jina langu ni Kennedy Moses, usiondoke.
Asante kwa kuendelea kutazama Mshike Mshike. Wanachama na mashabiki wa timu ya Simba kutoka kata ya Saza, wilaya ya Songwe, wanaamini timu hiyo inatinga hatua ya nusu fainali kombe la shirikisho barani Afrika licha ya kupoteza kwa magoli 2-0 ugenini dhidi ya Al Masry katika mchezo wa kwanza. Taarifa yake Kakuru Msimu inaarifu zaidi. Ni uzinduzi wa tawi la Simba katika kata ya Saza, wilaya ya Songwe, tawi ambalo limepewa hadhi ya kuwa tawi la wilaya ya Songwe na mwenyekiti wa klabu ya Simba mkoa wa Songwe, Denson Nkoswe. Baada ya uzinduzi wa tawi hilo, wanachama na mashabiki wa Simba wameonyesha imani kwa timu yao kutinga hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho licha ya kupoteza mchezo wa kwanza. Matarajio ni makubwa, ukiangalia sisi Simba Sport Club kwa Benjamin William Mkapa waga atoki mtu. Kwa hiyo tuna hakika tarehe 9 wale tunawagonga sio chini ya goli 4. Kwa hiyo yani hatuna wasiwasi. Sio mbaya, tunawasubiri waje nyumbani. Tutawalipa. Tujiunge kwenye timu. Kujiunga kwenye timu sio ushamba, ni hamasa tu. Tumepoteza lakini na imani tarehe 9 tunashinda bao 3-0 au 4 kuendelea. Tumeteleza kidogo lakini wala hatuna shaka. Tunaenda kufanya mambo makubwa. Mmeona wenyewe timu ilivyoimarika, inacheza vizuri. Nani amjui Mpanzu? Nani amjui Mpanzu? Nani amjui Kibu Denis? Nani amjui kiungo anaitwa Kagoma? Nani amjui mtu anaitwa Ngoma? Aidha, mwenyekiti wa Simba mkoa wa Songwe, Denson Nkoswe, amewataka wanachama na mashabiki wa Simba kudumisha ushirikiano, kwani ndilo lengo kuu la kuanzisha matawi ya klabu, huku viongozi wengine walioalikwa katika hafla ya uzinduzi wa tawi hilo wakitoa neno. Na kazi ya matawi ya kwetu Simba sasa ni kushiriki kwa kila njia yoyote ile. Kwanza kushirikiana wenyewe, kusaidiana kwa shida na raha. Mwanachama mmoja akifiwa, kufiwa kwako ni wewe umefiwa. Ukifiwa wewe ndiye umefiwa. Ndio lazima kubwa matawi haya. Na matawi haya sisi tuanza kwa malengo maalum. Mahali popote inapoenda kucheza klabu ya Simba, kwa njia moja au nyingine lazima msupport klabu yenu. Tutaendelea na maana kushirikiana wote kwa pamoja na wanachama wenzangu pamoja na viongozi wenzangu kuhakikisha na maana tawi letu linaenda vizuri pamoja na kuzindua matawi mengine. Uzinduzi wa tawi hili la Simba katika kata ya Saza ni moja ya hamasa kwa wanachama na mashabiki wa timu hiyo kuelekea mchezo wa marejeano dhidi Al Masry utakaopigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa Aprili 9 mwaka huu. Kakuru Msimu, Azam Sports. Raundi 25 ya Ligi Kuu Soka NBC Tanzania Bara inaanza kesho, ambapo saa 8 kamili mchana katika uwanja wa CCM Kirumba kule Mwanza, Pamba Jiji wataialika Tabora United. Kwa Pamba, wao wanaamini kuwa kesho wana vita nyingine ya kupigana kuhakikisha wanavuna alama 3. Kwanza niseme kwamba ligi imekuwa ngumu, especially kwa timu ambazo bado ziko chini. Kila mmoja anapambana kuhakikisha kwamba atoka chini kwenda juu. Nadhani plani ambayo tumeingia nayo mechi iliyopita, nadhani kesho tutaingia tofauti kutegemea na wachezaji ambao aina gani tunao. Fatiki imekuwa kubwa kutokana, nadhani mwenyewe umeona tumecheza juzi, baada ya siku 2 tena tunaingia tena kesho. Na ratiba iko hivyo mpaka tarehe 8 tunacheza hivyo. Kila baada ya siku 2 tunacheza mechi. Kwa hiyo tutaingia na plani nyingine tofauti ambayo tuliingia nayo mechi iliyopita. Lakini mechi kusema ukweli kwa ujumla tumejipanga kuhakikisha kwamba tunaingia do or die, kuhakikisha kwamba tunapata alama 3. Hakuna maongezi mengi zaidi hilo. Kuna baadhi ya sehemu tutafanya changes. Kwa hiyo hakuna namna, lakini naamini hata kama wamefanya changes au watakuwa wameingia, pia tunategemea watatupa kitu kizuri. Tumejiandaa vizuri kwenye mchezo huu ambao unafuata kesho kupata matokeo mazuri kutokana na matokeo ambayo tumepata nyuma. Kwa sababu alikuwa sio dhamira wala sio malengo yetu kupata sare kwenye mchezo uliopita. Kwa hiyo nguvu nyingi tunaelekeza kwenye mchezo ambao unafuata, kwa sababu ule ushapita tena haina jinsi, ndio matokeo yashakuwa hayo, hatuwezi tena kuyabadilisha. Kwa hiyo sasa hivi tuna focus katika mchezo ambao tutacheza kesho kupata matokeo mazuri zaidi. Nashukuru mashabiki wa Mwanza wamekuwa upande wetu kwa kiasi kikubwa kwa sababu ya timu yao, lakini pia tuwaombe wasichoke hata kama tunapata matokeo mengine ambayo hayaridhishi kwenye upande wetu, lakini pia hata sisi wachezaji tunajisikia vibaya, lakini niwaombe waje uwanjani watusupport kwa sababu wao pia wana mchango wao katika mafanikio yetu, katika ushindi wetu. Na wakati hilo linaendelea, kikosi cha Tabora United kimewasili jijini Mwanza mapema leo na kipo tayari kwa ajili ya mtanange huo ambao wanaamini watakwenda kuvuna alama 3. We traveled very well with the boys and
everyone is fit and ready to go. Kikosi kizima kimesafiri salama, vijana wangu wapo fiti, hivyo nadhani inabidi tuendelee kufuata misingi ambayo tumejiwekea. Ila naweza kusema tutawashangaza kwa kile ambacho kitapatikana uwanjani. Ninafahamu kwamba mchezo hautakuwa mwepesi kwa sababu mpinzani wetu yupo katika nafasi ambayo si salama sana katika msimamo wa ligi. Hivyo tutakuwa na mchezo mgumu na tutajitahidi kuhakikisha tunapata matokeo. 2 games without recording maximum points. So we will try our best and win this game. Kwa mimi binafsi pamoja na wachezaji wenzangu, timu yetu imejiandaa vizuri. Licha kwamba tumetoka kupoteza dhidi ya Yanga, lakini mentality yetu imerudi pale pale. Mpango haukuwa ni kucheza mechi tu dhidi ya Yanga. Ni kuja kucheza mechi zaidi na zaidi. Ili tuhakikishe kwamba msimu huu tunamaliza ligi tukiwa katika nafasi nzuri. Kwa in general maandalizi yetu sisi yapo vizuri kabisa. Kitu mimi ninachopenda kuomba mashabiki ambao tumewaacha Tabora, kwanza kabisa tunawashukuru kwa kuwa licha kuwa tunaendelea kupoteza michezo lakini bado wako bega bega pamoja na sisi. Kwa hiyo nawaomba wasikate tamaa, wazidi kutupa support, lakini pia mashabiki ambao wapo Tabora, ambao wapo Mwanza, ni mashabiki wa timu yetu Tabora United, wazidi kutupambania, wazidi kutupa na support. Kesho uwanjani watokee kwa wingi, waje kutuona jinsi tunavyochukua pointi 3. Wakati haya kiendelea, benchi la ufundi na wachezaji wa timu ya Mashujaa FC kutoka kule Kigoma na Fountain Gate kutoka Manyara wamesema licha ya mchezo wao hapo kesho kuwa utakuwa mgumu, lakini kila mmoja ana matumaini ya kuibuka na alama 3 muhimu. Wamesema hayo wakati wa mkutano na waandishi wa mapema hii leo. Msimamo ukiangalia ulivyo, timu yote kishinda inasogea sehemu nzuri, na timu yote kifungwa inakuja sehemu mbaya. Kwa hiyo unakuta mechi zilizobakia zote ziko tough na kila mtu anataka hizo mechi. Lakini vile vile kwa msimamo tuliposipa sasa hivi, sisemi kwamba ni sehemu salama na sehemu nzuri. Kikubwa tumejipanga kufanya vizuri hizi mechi mbili za nyumbani kuweza kupata pointi ili kwenda kwenye sehemu nzuri zaidi. Kujitoa pale tulipo kwenda sehemu ya juu zaidi. Sometimes inatokea tunakuwa tuna haraka ya kupata matokeo kwa sababu mechi za nyumbani ndio mnakuwa mna advantage zaidi ya kuweza kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo tunakuwa tuna push, lakini vitu vinapokuwa vinaenda vile msivyotarajia ndo sometimes inatokea hiyo kitu. Lakini kwa mchezo wa kesho nadhani kila mtu yuko tayari kiakili na kimwili kuweza kufanya vizuri. Leo tutakuwa tuna session yetu ya mwisho kabla ya kesho kwenda kupambana na timu ya Mashujaa. Tunafahamu kwamba ligi inachezwa vizuri, lakini kila timu inatumia vizuri kwenye uwanja wake wa nyumbani, lakini katika football, mpira, kuna advantage ndio, lakini sisi tunafahamu na tunajua jinsi gani ya kukabiliana na timu yenye advantage ya kutumia uwanja wake nyumbani. Kwa hiyo mikakati yetu yote tumeshaitengeneza na tunaenda kuimalizia katika session yetu ya mwisho ya jioni kuhakikisha kwamba tunaweza kufanikiwa kupata pointi zote 3, sio moja. Sisi kama wachezaji tumejipanga vizuri katika mchezo wa kesho, na nia yetu ya kuja Kigoma huko tumekuja kutafuta pointi yote, na ukiangalia ligi inapoelekea pointi yote ni muhimu katika mchezo wetu kutokana na ratiba ilivyokaa. Ratiba iko tight, kwa hiyo tumeja kutafuta pointi 3, ukikosa tutafuta pointi 1. Ni kuelekea kwenye michezo ya weekend hii. Muda huu tuungane pia na Deotraffic kwa mara nyingine tuweze kuzungumza naye pia kuhusiana na michezo hiyo inayopigwa hapo kesho na kesho kutwa Jumapili. Karibu tena ndugu yangu. Bwana, tuanze na hili. Kesho kuna mechi 2. Katika hizo mechi 2, Tabora ametoka kwenye mechi ngumu iliyokuwa na purukushani nyingi. Ametumia nguvu kubwa sana dhidi ya Yanga na anakwenda kumenyana na Pamba. Kiufundi wengi huwa wanazungumza kwamba ukitumia nguvu kubwa kwenye mechi moja kuna kitu huwa kinapungua kuelekea mechi nyingine. Ni faida kwa Pamba ama tutarajie pia Tabora ya tofauti, kwa sababu pia watakuwa wanajiuliza tumepoteza alama 3 na kuruhusu magoli kwenye mechi iliyopita? Ni kweli unachokusema kwenye upande wa fatiki. Uchovu unaweza ikawa sababu kwa upande wa Tabora United ambao wametoka kucheza na Yanga tu siku za nyuma hapa. Lakini ukitazama fomu ya Pamba unaweza ukarudi nyuma na kufikiria kwamba hata Tabora nao pia wanaweza kupata matokeo mazuri ya ushindi, kwa sababu Pamba mara ya mwisho kupata matokeo ilikuwa ni February, matokeo mazuri ya ushindi. Kwa ni February mwezi wa pili dhidi ya Coastal, walishinda mabao 2-0. Baada ya hapo wamecheza michezo 5 bila kupata matokeo ya ushindi. Wamecheza na Yanga, wamecheza na Mashujaa, wamecheza na Singida Black Star. Kwa hiyo ukitazama hata fomu ya Pamba na hata nafasi ambayo wapo,
nafasi ya chini kabisa huko, nafasi ya 13, wanaweza kama wakisalia pale pale wanaweza kucheza playoff ya kusalia ligi kuu. Kwa hata kutazama form nayo pia inaweza ikakupa majibu kwamba si mchezo mrahisi kwa Pamba, kwa sababu na wao pia hawapo katika fomu ya ushindi ambayo inaweza kukupa urahisi wa kufikiria kwamba ule uchovu wa Tabora United dhidi ya Yanga unaweza ukawa wepesi kwa upande wa Pamba kupata ushindi. Lakini kutazama pia ujio wa mwalimu mpya wa Tabora United, Genesis Mang'ombe, inaweza pia ukawa chachu kwa upande wa wachezaji sasa kupandisha soksi zao juu na kuprove kwamba wanastahili kuanza katika kikosi cha kwanza na kupata matokeo mazuri, kwa sababu ukitazama hata pia michezo miwili ya mwisho kwa upande wa Tabora wamepata matokeo ambayo sio mazuri. Bwana, tuangalie sasa ratiba, kwa sababu tulikuwa tunazungumzia mchezo hapo kesho. Kwanza tayari umeshazungumzia Pamba na Tabora. Mchezo mwingine mkubwa, Mashujaa watakuwa mzigoni dhidi ya Fontaine. Hii nayo mechi, Mashujaa yuko nyumbani Lake Tanganyika. Na Shujaa akiwa Kigoma ni Mashujaa ambaye anakuwa tofauti kidogo. Kinachosababisha Mashujaa akiwa Kigoma anakuwa tofauti ni wale mashabiki ambao wanaishangilia hii timu. Wamekuwa wana upekee wao katika ushangiliaji, na ukitazama hata kuna baadhi pia mashabiki wamekuwa na umaarufu kwa sababu ya ule upekee wa kuvaa vitu vya kiasilia na kushangilia kwa nguvu na kuipa timu nguvu kupata matokeo. Wanakuwa na mchezaji wa tatu. Haya, tuangalie mechi za Jumapili. Mechi hizi za Jumamosi ziko mbili, Pamba Jiji na Tabora, Mashujaa na Fountain Gate. Lakini ligi kuu NBC pia itaendelea Jumapili. Kutakuwa kuna michezo mingine pia ambayo itapigwa kwenye kisimbuzi cha Azam, mechi 4 ndani ya siku moja. Tanzania Prisons watakuwa mzigoni sikiwa dhidi ya Kagera Sugar, Singida watakuwa mzigoni dhidi ya Azam, Dodoma Jiji watakuwa dhidi ya KenGold na Mungo dhidi ya KMC. Tuanze na wajelaji la Tanzania Prisons sanane kwa sekunde chache tupite kwa wote. Tanzania Prisons na Kagera, na itazama fomu ya Kagera katika michezo miwili miwili ya ligi, lakini kuna mmoja ule wa CRDB ambao walipita kwa njia ya penalty. Natazama pia Juma Kaseja kuna morali fulani ameingiza kwa upande wa wachezaji, mentality zao zimekuwa zinawaza ushindi kuliko kupoteza mchezo. Tanzania Prison yani Aman Josia imekuwa ni ya kusuasua, kwa hiyo hauwezi ukaipa tumaini kubwa sana kwa sababu hata yeye pia matokeo yake yamekuwa sio mazuri. Singida na Azam, hii game dume dume sana. Hii game dume kwa sababu ukizungumza ubora wa wachezaji, timu zote mbili zina ubora wa wachezaji. Ukizungumza mabenchi ya ufundi, Rashidi Taus, David Ouma plus na Melis Medo, mabenchi yamejaa. Ukizungumza form, kuna form kule ya Nasoro Sadun, huku kuna form ya Jano Sansoa. Kwa hiyo ni mechi ambayo kila sehemu pameshiba. Kinachoamuliwa hapo ni form za wachezaji na namna ambavyo mambo yatakuwa sawa. KenGold ametoka kupasuka dhidi ya Azam, anakwenda kumenyana na Dodoma ugenini. KenGold kuna wakati kama aliamka alianza kujipata na kuanza kumzungumza Selemani Bwenzi kutokana na namna ambavyo alikuwa na perform na kupata timu kupata matokeo. Lakini hapa katikati na mchezo uliopita dhidi ya Azam umeona wamepoteza, lakini katika mchezo unaona ni timu ambayo ilikuwa inapambana, kina Daudi Mishamo unaona wanapambana, lakini fomu yao kwenye upande mzima kupata matokeo ushindi kidogo imedrop kwa ngumu. Na Mungu wako nyumbani na KMC. Na Mungu nafasi ambayo wapo alama 24. KMC ilipita michezo mingi sana hajapata matokeo ya ushindi toka mchezo dhidi ya Singida Black Star. Hakupata ushindi mmoja, kupata ushindi mchezo wa juzi tu hapa. Kwa hiyo inaweza ikawapa nguvu kuelekea mchezo ambao moja kwa moja na Mungu napo akiwa nyumbani kuna namna fana anakuwa anachangamka. Bwana, shukrani sana. Tutapata pia saa nyingine kuangalia mengi zaidi. Haina shida. Naam, shukrani sana. Huu ni mshike. Haya ni machache kati ya mengi ambayo tumeendelea kukujuza hii leo. Si hayo tu, tunayo mengine mengi zaidi. Tukirejea baada ya mapumziko mafupi, miongoni mwa wale tutakayokujuza ni pamoja na haya. Tanzania Serengeti Boys kukamilisha ratiba dhidi ya mwenyeji Morocco Jumapili hii. Huu ni mshike, usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Ni mshike. Karibu tuendelee kuangazia mengi tulionayo hii leo. Kikosi cha Singida Black Stars kimeendelea na mazoezi ya kujiandaa kuwakabili matajiri wa jiji Azam FC wikendi hii katika mwendelezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Mwisho Deus Liganga anaarifu zaidi. Ni baada ya kuwatandika majirani zao Fountain Gate FC katika uwanja wa Tanzanite kwa raha, Singida Black Stars wamerejea mjini Singida kuendelea kufanya maandalizi na kujiwinda dhidi ya Azam FC, mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara utakaopigwa Jumapili ya Aprili 6, kama anavyozungumza kocha mkuu wa kikosi cha Singida Black Stars David Ouma kuelekea mchezo huo. Mechi letu ambalo sasa tumerudi nyumbani
kujitayarisha kuhusu Azam. Of course wanajua kuwa Azam wamekuwa wakifanya vyema in terms of ukiangalia sasa hivi katika jedwali wanakaa kwa position namba 3. Of course kitu muhimu sasa hivi team tumedevelop kama team, so I believe that confidence yetu ya mechi ya game letu, kwa sababu tuko nyumbani, itatuweka katika nafasi bora, kwa sababu sisi kila mechi tunazitreat na equal measures, kwa sababu sasa hivi hauwezi bagua timu lolote katika ligi letu kuu. Safari hii tukiwa nyumbani Singida, mchezo dhidi ya Azam FC, mechi kubwa, mechi ambayo mashabiki wa Singida Black Stars na mashabiki wa soka wa Tanzania wote kwa ujumla wanaisubiri kwa hamu sana. Tumeamua kucheza mechi hii katika uwanja wetu wa CCM Liti ambao umefunguliwa hivi karibuni. Tunakumbuka ulifungiwa ili kupisha maboresho na maboresho yameshakamilika. Ni mechi ambayo tunaitamani, tusiwe wanafiki, tunaitamani kweli kweli, kwa sababu Azam FC mzunguko wa kwanza walitufunga kwao, na mzunguko huu wa pili tunakutana nao kwetu, tunataka tumalizane nao hapa kwetu. Alama 3 muhimu tunazihitaji sana kuelekea mchezo huu wa Jumapili, na insha Allah. Kwa upande wao, baadhi ya mashabiki wa soka mkoani Singida wameelezea maoni yao pamoja na tathmini ya kuelekea mchezo huo kati ya Singida Black Stars dhidi ya Azam FC. Azam anakuja Jumapili hapa, tunachukua pointi 3, tunakuwa tumetofautiana pointi 1. Kwa hiyo sisi tuko makini, mashabiki wajitokeze kwa wingi, tukapige kasoka pale katikati ya uwanja. Hata sisi tuna kikosi kipana, sisi Singida Black Star sio wa mchezo. Sasa huyo Azam anakuja kukutana na gari ambalo lilishawaka siku nyingi. Yeye ndio kwanza linawaka. Kwa hiyo ategemea kichapo tu, hana ujanja hapo. Tuna washambuliaji wazuri kama kina Soha. Azam kwa kweli waje tu na hela kuja kuchukua mafuta na kuku na zawadi ndogo ndogo kama viazi nini, lakini pointi 3 zinabaki Singida. Mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara kati ya Singida Black Stars dhidi ya Azam FC unatarajiwa kupigwa katika dimba la CCM Liti mkoani Singida Jumapili ya Aprili 6 majira ya saa 10 jioni. Kutoka mkoani Singida, Deus Liganga, Azam Sports. Wakati tunaendelea kuyaangazia hayo, rasmi mchezo namba 208 kati ya Coastal Union na Singida Black Stars utakaochezwa katika uwanja wa Liti Mkokwani kule Tanga saa 10 kamili jioni. Hii ni mara baada ya shirikisho la soka Tanzania TFF kuruhusu uwanja huo kutumika kwa ajili ya mechi za ligi kuu kufuatia kukidhi vigezo vya kikanuni baada ya kukamilika kwa maboresho yake. Mwandishi wetu Mariam Shedafa anaarifu zaidi kutoka Tanga. Ni rasmi sasa, uwanja wa CCM Mkwakwani umefunguliwa baada ya maboresho makubwa kufanyika, ikiwemo eneo la pichi. Sasa uwanja huu unaruhusiwa kucheza michuano mbalimbali ikiwemo ligi kuu ya NBC, ambapo uwanja huu ndio uwanja wa nyumbani wa timu ya Coastal Union. Furahi sana kwa uwanja kufunguliwa. Tuna mechi 4 hapa Tanga za Coastal Union. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atatujalia katika hizo mechi 4, basi angalau mechi 3 tushinde, ikiwezekana zote 4. Mnajua jana tulishindwa ile mechi ya Kagera. Kwa hiyo sasa hapa ni kwamba tumerudi kwenye uwanja wa Mkwakwani, tunahakikisha tunapata pointi 12 katika mechi 4. Ni moja katika vitu ambavyo tulivimiss ama tulivikosa, na vilikuwa na hasara kubwa kwetu kukosa kucheza mechi zetu katika uwanja wa CCM Mkwakwani, kwa sababu kwanza tulikuwa tunakosa vibe ile ya mashabiki na wakazi wenyewe wa Tanga, lakini ukiachana na hiyo tulikosa pia mapato ya milangoni kwa maana ya gate collection kwa kiwango kikubwa, kwa sababu tunajua watu wa Tanga wana bondi kubwa sana na timu yao kulinganisha na wakiwa wanaifuata nje ya Tanga. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tulivikosa kwa msimu mzima huu, lakini ukiachana na yote ni ile faida tu ya kucheza nyumbani, kwa sababu tunajua nyumbani ni nyumbani, na mnapocheza away ikiwa ni nyumbani ni tofauti na mkiwa mnacheza nyumbani kwa mechi za nyumbani. Mwenyekiti wa kamati ya hamasa ya klabu ya Coastal Union Salim Bawaziri hapa anaeleza namna ambavyo wamejipanga kutoa burudani. Watu watakuja kwa wingi, na kile kigoma chetu cha posti ambacho watu wamekipoteza, wameshindwa kukiona, kitarudi katika uwanja wa Mkwakwani, na mashabiki wetu ambao wameikosa kwa muda mrefu kuiona timu yao sasa wataiona timu yao na wataishangilia. Mimi sasa hamasa yangu kubwa ni kuomba mashabiki na wanachama wakati timu yetu tutakapocheza hapa waujaze uwanja wa Mkwakwani, kwa sababu wao ndio hamasa kubwa na ndio watakoleta ushindi katika klabu yetu ya mpira ya Coastal Union. Hapa salamu wajipange, manake tuko nyumbani na tutokubali. Manake hata goli la mkono sisi tutashinda. Kwa hiyo
yani wajiandae kufungwa, sio kushinda. Kila anayekuja hapa ajipange zaidi, lakini atoke mtu salama Mkwakwani. Timu ya Coastal Union iko nafasi ya 10 na ina alama 25 kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC. Kutoka Tanga, Mariam Shedafa, Azam Sports. Wakati hayo yakiendelea, tugeukie soka la vijana sasa, ambapo nahodha wa kikosi cha Serengeti Boys sambamba na wachezaji wengine wa kikosi hicho wamezungumzia kuhusu matokeo ya mechi 2 za makundi kwenye mashindano ya AFCON kwa vijana chini ya umri wa miaka 17, huku kila mmoja akielezea hali ya mashindano na malengo binafsi baada ya michuano hiyo kumalizika. Serengeti Boys imecheza mechi 2 kwenye kundi lake, ikifungwa mechi zote 2 na kuruhusu magoli 7, huku ikifunga goli 1 pekee mpaka sasa. Naam, hapa ni Avanti Hoteli Mohamedia, moja kati ya hoteli kubwa na hoteli ya kifahari ambayo inapatikana katika mji huu. Ndipo ambapo kikosi cha Serengeti Boys kimeweka kambi na kutana na wachezaji wa Serengeti Boys ambao kwa sasa kwa leo wapo mapumziko baada ya mchezo wa jana dhidi ya Uganda, mchezo ambao walipoteza kwa magoli 3-0. Mechi ya jana tulipata kadi nyekundu. Mwanzo tulianza vizuri, kipindi cha kwanza tulitoka nao bila, lakini kipindi cha pili tulipata kadi nyekundu, ndio tusababishia mpaka tukaruhusu magoli. Kwangu mimi michezo iliyopita yote miwili tumeweza kucheza, lakini sema bahati ilikuwa kwenye upande wetu. Tumeweza kupoteza michezo yetu miwili, na sasa hivi tunachoangalia ni mchezaji uliobaki dhidi ya Morocco, tuweze kumaliza nao, tuweze kupambana nao ili tuweze kufanya vizuri. Tatizo lililotufanya hadi tukaruhusu magoli yale ni wapinzani wetu walivyorudi kipindi cha pili, walikuja wamejipanga, na sisi mpira ni mchezo wa makosa. Tumefanya makosa, wameweza kutumia, sisi tumepata nafasi, ndio hivyo, mpira mchezo wa makosa. Naam, hayo ni mazungumzo yangu na wachezaji wa Serengeti Boys. Wamezungumza mengi, ikiwemo kile ambacho wamekiona katika mashindano haya ya AFCON Under 17, lakini pia malengo yao kama wachezaji, ni malengo yapi ambayo wameyaweka. Hii ni Azam TV live kutoka Mohamedia, Morocco. Mimi ni Mangasore, nyuma ya kamera yupo Winston Dominic Kasigwa. Uhondo wa ligi kuu soka nchini Kenya umeendelea kupitia kisimuzi cha Azam TV, ambapo mchana wa leo katika uwanja wa Ulinzi Sports Complex, Ulinzi Stars ikiwa nyumbani imekubali kichapo cha goli 1-0 mbele ya Sofapaka. Goli la pekee katika mchezo huo likifungwa na Bramwell Simiu dakika 41 ya mchezo huo, akiumalizia mpira wa kurusha uliotoka kwa Barono Cheng. Na kwa ushindi huo sasa Sofapaka wamefikisha jumla ya alama 36, wakishika nafasi ya 7 katika msimamo wa ligi kuu nchini Kenya, yani FKF. Kichapo cha leo ni cha 4 mfululizo kwa Ulinzi Stars katika mchezo yao ya hivi karibuni ya ligi kuu Kenya, na sasa tupate tathmini ya kilichotokea katika mchezo huo kutoka kwa mfungaji, lakini pia makocha wa timu zote mbili. Nashukuru sana kwanza kwa game ya leo. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ile bao. Alafu nashukuru pia coaches wangu kwa kuniamini na kunipea game ya leo. Ni hivyo tu, nampongeza. Wakati ambapo Barono Cheng anarusha ule mpira, ulifeel kwamba unaweza kufikia kwenye namba ulikuwa umesimama? Na nimeifeel juu kwa mazoezi nimekuwa nikifanya hivyo, kwa hii wiki imepita nimekuwa nikifanya hivyo na imekuja kwenye game. Vijana wangu wamecheza vizuri, nimefurahia vile tumecheza. First half vile tulipanga, tulifaulu vile tulipanga first half, maana yake tulikuwa tunataka bao kipindi cha kwanza tukaweza pata. Second half tumebadilisha strategy na ikaweza wako vizuri. So nashukuru sana vijana wangu vile wamecheza, tukaanza kupata point 3. 90 bila shot on target hata moja. Mimi sijui niseme vipi. Sijui niseme nini. Because we are creating chances, we are not making good use of them. We are creating chances, we are not making good. We are not, it's the biggest failure I've ever seen anytime I've coached any team. My strikers have really let me down in all these matches. Badala ya Kenya, tuitazame First League sasa kutoka Tanzania, ambapo mchezo wa finali wa kumtafuta bingwa wa First League unatarajiwa kuchezwa kesho Jumamosi na kuzikutanisha timu za Hausung ya kule Njombe na Gunners ya Dodoma kwenye uwanja wa Azam Complex uliopo Chamazi, Dar es Salaam. Timu hizo zinakutana baada ya Hausung kumaliza kinara katika kundi A na Gunners ikiwa kinara kwenye kundi B. Sasa anatakiwa kupatikana kinara wa makundi yote. Kuelekea mchezo huu ni naye mgeni Boymanda ama Karim Boymanda, niweze kuzungumza naye mwalimu Matatu ambaye ni afisa habari wa bodi ya ligi. Yeye anatupa majibu halisi ya mvuto lakini pia maandalizi yalivyo kuelekea
mchezo huo. Karibu sana, karibu. Asante sana. Ndugu yangu. Mzee wa Madrid. Mbona tunani ndugu yangu? Kaka nipo, mambo yalikuwa mengi. Mambo vipi? Safi, mambo yanaenda? Alhamdulillah. Uko vizuri? Niko vizuri. Kitambo? Ndio. Au sio? Haya bana, hem tuambie kwanza kwa mtazamaji, maana First League kidogo imekuwa ngumu watu kupata nafasi ya kuitazama. Kinachoendelea huko, uhondo na utamu wake ulipofikia mpaka sasa kuelekea mchezo wa kesho. Kwanza nisije nikasahau. Najua watu wengi sana hawajabahatika kushuhudia mchezo wote wa First League. Na waliobahatika kushuhudia michezo ya First League basi walishuhudia michezo michache sana. Niwakumbushe, najua mmeshawakumbusha mara kadhaa, niwakumbushe kwamba kesho Jumamosi Aprili 5 kwenye uwanja wa Azam Complex kutakuwa na mchezo huo wa kutafuta bingwa wa First League kwa msimu wa 2024 2025 Hausa na Gunners. Lakini wale ambao hawakuwahi kushuhudia burudani hii, basi mimi natumia fursa hii kuwakumbusha kwamba wataishuhudia kupitia ZBC tu. Au sio? Ngoma itakuwa live. Itakuwa live, na kwamba si kitu ambacho wanapaswa kukosa, kwa sababu sisi ambao tumepata bahati ya kushuhudia michezo kadhaa tunajua namna ambavyo hiyo ligi imekuwa na mvuto mkubwa, wachezaji wa kiwango cha juu kabisa ukilinganisha na misimu mingi ambayo tumewahi kuishuhudia wamepatikana kwenye club za First League msimu huu. Sio? Wewe najua unafuatilia kwa ukaribu, maana hivi vitu mnadili navyo kila siku pale TPLB. Hem tuambie, timu kule zipo ngapi na msimu ulikuwaje kiujumla? Of course First League inashirikisha timu 16 ambazo zinagawanywa kwenye makundi mawili, kundi A na kundi B. Kwa maana timu 8 katika kila kundi. Kanuni imebadilika msimu uliopita baada ya kutamatika kwa hatua makundi. Timu 4 vinara wa kila kundi walikuwa wanakwenda kucheza finali za First League Top 8. Kwa maana ya sasa kwenda kutafuta hizo nafasi mbili za kupanda kwenda championship. Lakini kanuni ile imebadilika na sasa hakuna tena top 8. Badala yake kinara wa kila kundi anapanda moja kwa moja kwenda ligi ya championship. Kwa hiyo hawa finalist ambao kesho wanakwenda kupambana kwenye uwanja wa Azam Complex, wenyewe tayari wameshakata tiketi ya kucheza championship msimu wa 2025 2026, na kinachokwenda kufanyika kesho ni kutafuta bingwa wa First League kwa msimu wa 2024 2025. Kila laheri kwao, kwa sababu huwezi jua bana ya Mungu mengi. Huenda 26 27 tukawa tunawazungumza kwenye NBC Premier League, au si? Hakika. Kujipanga tu. Hakuna sheria wala kanuni ambayo inazuia timu kupanda kila msimu. Kama watajipanga vizuri basi tunaweza tukawashuhudia kwenye ligi kuu ya NBC. Naam, umezungumza mengi na namna ambavyo hiyo ligi ipo sasa. Naamini mtazamaji ana picha au anaelewa sasa kichwani nini kinakwenda kutokea hapo kesho. Upekee ama kipi cha pekee kesho ambacho pengine watu wakitarajia kuelekea mchezo huo? Kitu cha pekee kabisa ni kwamba hizi timu mbili ni timu ambazo zimeonyesha uwezo mkubwa sana kwenye makundi yao. Utaona Hausa kutoka pale Njombe ilimaliza kinara kundi A ikiwa na alama 25. Lakini Gunners ya Dodoma wakiwa kwenye kundi B wenyewe walimaliza wakiwa na alama 35. Sasa unakwenda kuona namna ambavyo hizi klabu zimepambana kwenye hatua ya makundi, zimeonyesha ubora mkubwa. Sisemi kwamba zilikuwa zikizionea timu zingine, lakini kwa hakika walionyesha kiwango kikubwa sana. Hazijawahi kukutana hizi timu kwenye michuano hii. Kwa hiyo tunakwenda kuzishuhudia zikikutana kwa mara ya kwanza, wakali wa Njombe na wakali wa Dodoma kwenye uwanja wa Azam Complex. Sasa tunakwenda kushuhudia mchezo ambao kwa hakika unaweza ukawa ni mchezo wenye kutuonesha mambo mengi mazuri ambayo yamefanyika kwenye First League msimu huu. Wanasema huwa ni kumkatili mtu yote wa communication kuto kumuuliza hili swali mwishoni. Una kipi cha kuambia wapenzi wa soka kuhusiana na vingilio na mambo mengine? Usingeniuliza ningeenda kuulizia hata nje. Kwa kweli kwanza niwaambie kwamba mchezo huu hauna kiingilio. Bure. Ni mchezo ambao bodi ya ligi kuu Tanzania umeutoa kwa wadau wa mpira wa miguu. Wadau wote wapenda soka. Jumamosi ya kesho ni Jumamosi yao. Kiingilio ni wewe kutembea kufika kwenye uwanja wa Azam Complex na kuingia kwenda kushuhudia burudani. Wito wetu kwao ni kwamba hizi timu hazitoki Dar es Salaam, lakini tunajua Dar es Salaam ni watu wa boli. Tunaamini tukikutana nao pale watagawana timu, na kwa namna ambavyo zina ubora basi tutashuhudia mashabiki wengi wa hizi timu mbili.
Bwana shukrani sana. Mtu ukiwa unapenda mpira, ukuta mpira unaendelea hata kama timu uzijui, lazima kuna timu utapata ya kushirikia. Bwana shukrani sana Boimanda. Asante sana. Naam, ni Karim Boimanda nikizungumza naye afisa habari kutoka bodi ya ligi. Basi na shaka tutapata saa mwingine wa kujadili mengi ndugu yangu. Bila shaka. Asante. Asante. Mwisho wa mshike mshike hii leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha hili, asante na kwaheri.